Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi pamoja, ilikuwa nafasi ya Ado. Mheshimiwa Ado Shaibu, mimi nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikiliza hotuba ya Waziri Mkuu. Lakini kipekee kabisa nimpongeze kwa kazi kwa kupita katika majimbo kwa wananchi na kutatua changamoto. Na ninampongeza pamoja, ni upande wa pili, haimaanishi kwamba natakiwa kupinga kila kitu. Kama anafanya kitu kizuri, nina kila sababu ya kuweza kumpongeza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakupongeza, na kule Kigoma tunakusubiri ili uje utusaidie kutatua changamoto. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi katika hotuba hii kwanza nijikite katika afya. Wote tunajua kwamba afya ndio kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu, na huwezi kuwa na taifa bora kama haujaboresha afya. Tafsiri yake ni kwamba sisi kama Watanzania tunahitaji afya bora kwa Watanzania wote, na ninashukuru kwa hatua ya Mheshimiwa Rais ambayo sasa tunakwenda kwenye bima ya afya kwa Watanzania wote. Niombe zoezi hili likamilike kwa wakati. Watanzania wana shida ya afya katika majimbo yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, sote ni mashahidi. Sera ya afya inasema watoto chini ya miaka 5 watatibiwa bure. Lakini tunapokwenda katika majimbo yetu vijijini, ni watoto hawa chini ya miaka 5 wakienda hospitali wanaambiwa hakuna dawa, na wazazi wakati mwingine wanaambiwa watoe pesa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kama kweli tumedhamiria, tunasema tunataka kuboresha afya ya Watanzania, hii huduma bure ya Watanzania ya afya iwe bure kweli kweli kwa Watanzania wote. Na Mheshimiwa Naibu Spika, sera ya afya inasema kila kata kutakuwa na hospitali ya kata, kituo cha afya. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tunapokwenda katika majimbo yetu kuna kata ambazo hakuna vituo vya afya, na Watanzania wananchi wanateseka kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya. Mheshimiwa Naibu Spika, mfano katika jimbo langu la Kigoma Kaskazini, zipo kata ambazo mpaka leo tunavyozungumza, miaka 60 ya uhuru, hawana kituo cha afya na wananchi wanatembea umbali mrefu. Kwa mfano kata ya Kidahwe, kata ya Matendo, kata ya Ziwani, kata ya Kagongo, kata ya Nyarubanda, Mkigo, wananchi hawana vituo vya afya. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niombe sana, twende tukatekeleze sera hii ya kuwa na vituo vya afya kwenye kata zote. Na Mheshimiwa Naibu Spika, shida ya Watanzania sio kuwa na majengo peke yake. Watanzania wanataka wakienda kwenye kituo cha afya wapate dawa. Tunataka watumishi wa kutosha. Na Mheshimiwa Naibu Spika, katika jimbo langu juzi tumepata msiba, watu wamefariki wa Wizara ya Afya. Kwa hiyo niombe sana, tunapokwenda katika bajeti hii, basi tuweze kupata watumishi wengine waweze kukava yale mapengo ambayo wenzetu wamefariki na kupoteza maisha. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie swala la watumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wabunge tuko hapa, tunafanya kazi hapa bungeni miaka 5, na miaka 5 ikiisha huwa tunatoka kwenye ule mlango pale, watu wote pesa zimeingia kwenye akaunti za kiinua mgongo. Lakini wapo wafanyakazi wa serikali, ndugu zetu walimu, ndugu zetu manesi, ambao wanafanya kazi kubwa sana. Waziri Mkuu amefika hapa, ni walimu. Waziri wa TAMISEMI na mawaziri wote na wabunge mmefika hapa, ni kazi ya walimu, ni kazi ya manesi wanaotutibia watoto na kututibu sisi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, inasikitisha sana, wapo watumishi ambao anastaafu hata pesa ya mizigo kulipo kwa wakati halipwi. Mimi na watu jimboni kwangu, mtu amestaafu miaka 3, lakini mpaka leo anadai pesa ya mizigo kutoka Kigoma kwenda Sumbawanga. Mheshimiwa Naibu Spika, hii inasikitisha sana. Na hawa watumishi ambao wanafanya kazi kubwa huko kwa wananchi, hebu tufike pahala
wastaafu, wanastaafu, stahiki zao walipwe kwa wakati. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, wako watu wanahamishwa. Mtu anatoka Kilimanjaro anakwenda Kigoma, anatoka Kigoma anakwenda Kagera. Sheria ya kazi, anapaswa alipwe pesa zake za uhamisho. Anakwenda likizo, anatakiwa alipwe pesa yake ya likizo. Lakini wako watu wanahama vituo vya kazi hata 7, hawapewi pesa zao za uhamisho, hawapewi pesa zao za likizo. Mheshimiwa Naibu Spika, hawa watu ambao wanafanya kazi kubwa huko, hebu tufike pahala tuwahurumie, wapate stahiki zao. Lakini mbaya zaidi, Mheshimiwa Naibu Spika, unakuta mtu ni mwalimu, mtu ni nesi, ameumwa, amefanyiwa operation ya figo, ametumia gharama zake, serikali hata kumrudishia pesa zake inakuwa ni kizungumkuti. Akienda halmashauri anapigwa danadana, akitafuta TAMISEMI danadana. Wako watu kwenye majimbo yetu, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, yuko mama amefanyiwa operation ya figo, ametumia pesa zake, vithibitisho vyote anavyo, lakini mpaka sasa hajalipwa pesa yake. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana tuwasaidie wananchi. Kama kweli tumeamua kuwasaidia wananchi, tuwasaidie yule anayestahili kupewa stahiki zake aweze kupewa stahiki zake. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda nizungumzie swala la miundombinu. Sote tunajua kwamba miundombinu ni muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu. Ili kama taifa tuwe na maendeleo, hatuna budi kuboresha miundombinu yetu. Huko vijijini, barabara zetu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni changamoto kubwa sana. Hizi barabara za TARURA, na nashukuru Mungu Mheshimiwa Rais amesema anawapelekea pesa TARURA. Niombe hizi pesa ziende kwa wakati, TARURA wakafanye kazi. Barabara za vijijini, Mheshimiwa Naibu Spika, ni mbaya sana. Huko kwenye makata yetu huko kuna barabara ambazo mama mjamzito akipita, kama sentimita zimesoma anakwenda kujifungua, lazima atajifungulia barabarani kwa sababu ya ubovu wa barabara. Kwa mimi niombe sana Mheshimiwa Naibu Spika, pesa ziende, na sasa hivi mvua zimenyesha sana katika maeneo yetu, zichukuliwe hatua za dharura kukarabati barabara zote ambazo zimeharibika na wananchi waweze kupita bila changamoto yoyote. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ndani ya jimbo langu la Kigoma Kaskazini tuna barabara ya Mwandiga, Bubango, Chankele mpaka Kagunga. Barabara hii ni potential sana, na sio potential kwa jimbo la Kigoma Kaskazini peke yake, kwa mkoa wa Kigoma na Tanzania, kwa sababu Kigoma tuko mpakani mwa Kongo, tuko mpakani mwa Burundi. Barabara hile ikiweza kukamilika, maana yake wa Kongo, Warundi wataleta biashara, vijana watapata ajira, tutaondokana na umasikini. Na sasa kiwanja cha ndege kinakwenda kukamilika, Liemba inakwenda kukamilika, bandari kavu ya Katosho inakwenda kukamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, tukiwa na barabara hii naamini kabisa tutaongeza mapato kama jimbo, kama mkoa na kama taifa. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie swala la Ziwa Tanganyika. Mimi nimezaliwa Kigoma na mpaka umri huu ndio kwetu, ndio naishi, nalijua Ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika automatic toka mababu na mabibi, kuna wakati lenyewe linajaa, kuna wakati lenyewe samaki wanakuwa wengi, na kwa lugha ya kwetu tunaita ndenga. Kuna wakati inakuwa ndenga, samaki zinatoka, kuna wakati samaki zinakuwa hazipo. Jana Baba Levo aliibua hoja ya Ziwa Tanganyika kufunga. Mheshimiwa Naibu Spika, hakuna watu wa Kigoma kwamba hatutaki mabadiliko, hatutaki maendeleo. Lakini maendeleo yoyote lazima tuwatazame na wananchi, yanawaathiri kiasi gani. Ziwa Tanganyika, Mheshimiwa Naibu Spika, yawezekana wamesaini mikataba lifungwe, lakini tuangalie madhara kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri jana amesema ziwa lilipofungwa samaki liliongezeka. Mheshimiwa Naibu Spika, kama kuna kipindi watu wa Kigoma tulikula mpaka dagaa wa Mwanza, ni wakati Ziwa Tanganyika limefungwa. Kwa hiyo mimi naomba hebu turudi kwa wananchi wa Kigoma, tuwasikilize wananchi wa Kigoma. Tusichukulie tu kwa sababu ni serikali tuna mamlaka ya kufanya chochote tukafanya. Inawaathiri vipi watu wa Kigoma?
Watu wakiacha kwenda kuvua tunakosa mboga, lakini hawa wavuvi ambao wanategemea kutoka ziwa Tanganyika wanakosa hata pesa, na matokeo yake watu wataingia kwenye ujambazi na mambo ya. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.